nimekuwa siko peke yangu tena, nimekuwa na wengine ambao wamezaliwa kwa hiyo. Ndugu zangu wapendwa, huduma ni gharama. Kuelea huduma au kuipambania huduma yako ni gharama kubwa sana. Bwana asifiwe sana. Sio kirahisi. Kuna gharama kubwa sana. Kabla ya kwaya kuwa imeimarika, kwaya maono, mimi nimeanza kutumia gharama zangu kutengeneza miziki kwa ajili ya kuimbia kwaya. Bwana asifiwe sana. Kabla kanisa halijapata elimu ya kutumia muziki kuimba kanisani, mimi nimeanza kutoa fedha kwa ajili ya kutengeneza muziki kwa wataalamu huko mjini na kuja nazo kanisani, kuelekeza kanisa namna ya kuimba nyimbo kwa kutumia beats. Huko kanisa lilikuwa limezoea kutumia ngoma. Bwana asifiwe sana. Lakini leo tunaona kitu kikubwa ambacho Mungu anakifanya. Tunamshukuru Mungu sana. Kumekuwa na utaalamu hali ya juu sana kanisani kupiga vyombo. Pamoja kwamba Mungu anipa neema ya kuendelea kuwa na update kila wakati. Nipo. Ningefaa hata nionekane mwanamuziki ambaye nishapiga miaka ya zamani, lakini mpaka leo nipo. Ni neema tu ya Mungu. Leo na vijana wa kutosha. Na kila sababu za kujivunia. Wote vijana wanaona wapiga muziki kanisani wametoka mkononi mwangu. Wote. Na baadhi ya waimbaji ambao wako hapa ambao ninao leo, baadhi yao wao walio wengi, historia yao ya uimbaji lazima ianzie kwangu. Yaani akianza kuelezea kwamba nilianza kuimba mwaka fulani, anaanzia kwangu na nitaja mimi ni nani. Kwa nini simwambie Mungu asante? Kwani mimi nina kitu gani kikubwa mbele za Mungu? Au nimempa nini Mungu? Kwa nini simwambie Mungu asante kwa neema kubwa aliyonipatia? Namwambia Mungu asante kwa sababu amenipendelea, amenipa nafasi ya kumtumikia. Bwana asifiwe sana. Ipo siku kuna kazi kubwa itafanyika. Na hii ambayo imefanyika mwaka huu ni ishara. Yaani kwanza uwepo wa vyombo kanisani ni ishara ya kitu ambacho Mungu alishanionyesha. Kuna maono ambayo alishanionyesha Mungu miaka ya nyuma. Na kilichofanyika mwaka huu ni ishara ya kile ambacho Mungu alishanionyesha. Kuna kitu kikubwa